Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, hapa ndipo mahali sahihi pa kufahamu taarifa na matukio yote ya ulimwenguni kote. Katika jiji la Antananarivo, anga lilikuwa zito siku ile ya Machi. Wananchi walikusanyika barabarani wakijadili habari zilizokuwa zimesambaa kwa kasi zaidi. Waziri Mkuu Herinti Salama Rajaonarivelo angeweza kupoteza wadhifa wake. Rajaonarivelo alikuwa amepewa nafasi ya waziri mkuu mwezi Oktoba 2025 baada ya machafuko ya kisiasa yaliyotikisa Madagascar. Wakati huo rais mpya wa mpito Mikael Randrianirina alimchagua kutokana na uzoefu wake katika uchumi na hata biashara. Mwanzoni watu wengi walitumaini angeleta utulivu. Serikali yake iliunda baraza la mawaziri lenye mchanganyiko wa viongozi wa kiraia na wachache wa kijeshi ili kurejesha uchumi na kutuliza nchi iliyokuwa imekumbwa na maandamano. Lakini miezi michache baadaye mambo hayakwenda kama ilivyotarajiwa. Migogoro ndani ya serikali. Katika mikutano ya baraza la mawaziri, mawaziri kadhaa walianza kulalamika kwamba serikali ilikuwa inachelewa kutekeleza maagizo yaliyoahidiwa kwa wananchi. Baadhi yao walidai kwamba waziri mkuu hakuwa na uwezo wa kudhibiti mgogoro wa kisiasa uliokuwa ukiendelea baada ya mapinduzi ya mwaka 2025. Mvutano uliongezeka hadi kufikia hatua ya mawaziri kadhaa kuwasilisha malalamiko yao kwa rais. Ndani ya ikulu ya rais, Randrianirina alikutana kwa siri na mshauri wake mkuu. Ripoti zilionyesha kwamba nchi bado ilikuwa katika hali ya sintofahamu na kulikuwa na hofu ya maandamano mapya. Hatimaye uamuzi mzito na wa kishindo ulioitetemesha nchi ya Madagascar ulitolewa Machi 9, 2026, na hapo ndipo waziri mkuu wa Madagascar alitimuliwa na kiongozi mkuu wa nchi hiyo, Kanali Mikael Randrianirina. Kanali Randrianirina pia alimfuta kazi baraza zima la mawaziri. Alilivunja baraza hilo la mawaziri na kuteua la muda mfupi baada ya kutoa madaraka kufuatia maandamano. Amemfuta kazi waziri mkuu ambaye nini tena huko. Hii ni kupitia tangazo rasmi alitangaza kuvunja sehemu ya baraza la mawaziri na kumtimua waziri mkuu kutoka madarakani. Habari hii ilienea kwa haraka zaidi nchini kote. Baadhi ya wananchi walishangilia wakisema mabadiliko yalihitajika ili kuanza upya. Wengine walihofia kwamba hatua hiyo ingeongeza zaidi hali ya kutokuwa na utulivu wa kisiasa. Rajaonarivelo aliondoka katika ofisi ya waziri mkuu kimya jioni. Akiwa nje ya jengo hilo la serikali, aliwaambia waandishi wa habari maneno machache tu: "Nilijaribu kuitumikia nchi yangu kadri nilivyoweza. Historia itaamua kilichokuwa sahihi."